بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، katika usiku huu tutakuwa na muendelezo wa darasa yetu ya al-aqida kupitia kitabu al-qawaid al-muthla fi sifati Allah ta'ala wa asma'ihi al-husna. Kitabu hiki kitabu adhim ambacho kimebeba misingi madhubuti inayofungamana na jambo la itikadi, kitabu kilichoandikwa na al-alim al-muhaqqiq al-faqih al-mufassir al-wari' al-zahid al-allama Muhammad bin Salih ibn Muhammad bin Sulaimana al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Tukiwa bado tuko kwenye ufafanuzi wa al-qa'idatu al-ula, kanuni ya kwanza au msingi wa kwanza, na leo tutaendelea katika sehemu ya mithal wa mithal akhar al-alim. Tutaanzia hapo. Mara ya mwisho tulisoma wiki iliyopita ilikuwa ni Safar 18 ya mwaka huu wa 1444 Hijria. يقول رحمه الله تعالى، anasema Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala katika kutolea mfano na kutilia nguvu kaida ya kwanza inayoelezea kwamba asmaullahi ta'ala kulluha husna, majina ya Allah hali ya kuwa umetukuka yote ni majina mazuri, mazuri mno. Husna kwa sababu ni ismu at-tafdhil, husna majina mazuri mno, kwa maana yamefika yamepea katika ukomo wa uzuri. Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mazuri, na katika uzuri wa majina yake Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba hayana upungufu ndani yake, bali yamekusanya sifa za ukamilifu. Kwa hiyo kitajwa suala la ilmu kwamba yeye ni alim, basi ni ile ilmu iliyokuwa na ukamilifu ndani yake. Ndio maana akasema hapa wa mithalun akhar, kwa mara ya kwanza ametolea mfano wa neno al-hayy katika sifa, katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ni al-hayy, ni aliye hai. Tukaelezea kuhusu uhai wake na namna alivyokuwa tofauti na uhai wa vingine katika viumbe asiyekuwa yeye subhanahu wa ta'ala. Uhai wa vitu vingine ambavyo ni viumbe, vitu vingine ambavyo si Allah subhanahu wa ta'ala, uhai wa vitu hivyo ima utakuwa umetanguliwa na kutokuwepo, havikuwepo kabla ya hapo vikawepo, na pia vile vile vinapatwa na kutoweka, vina ukomo, vinafika wakati vinaondoka au vinafikia mwisho wa uhai wake, lakini sivyo alivyo Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sifa nyingine au jina jingine katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ukitazama ni mfano wa kuonyesha uzuri wa majina yake ni al-alim, wa mithalun akhar al-alim, na mfano mwingine ni jina al-alim kwa maana mjuzi. Ismun min asma'illah, al-alim ni jina katika majina ya Allah, mutadhamminun lililmi alkamil,
jina hili lenye kukusanya elimu iliyokamilika. Ikisemwa al-alim kwa Allah kwamba neno hili au jina hili linamaanisha na linafahamisha juu ya elimu iliyokamilika, elimu kamili. Alladhi lam yusbaq bijahlin, elimu ambayo haikutanguliwa na ujinga au haikutanguliwa na kutokujua. Elimu ambayo haikutanguliwa na kutokujua, si kwamba alikuwa kwanza kabla hapo alikuwa hajui kisha akajua. Elimu yake haiko hivyo, sawa. Ni elimu iliyokamilika ambayo imekusanya sifa za ukamilifu. Elimu hii haikutanguliwa na kutokufahamu, kutokujua, bali wala yalhaquhu nisyanu, wala haipatwi na kusahau, kwamba utakwenda atafika wakati elimu itatoweka hiyo au atasahau alichokijua. La, sio elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala. فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه العليم في كتابه في آيات كثيرة. الله سبحانه وتعالى amejiita kwa jina, ameita nafsi yake kwa jina la al-alim ndani ya kitabu chake katika aya nyingi. Ukiziangalia aya za Qur'an zilizotaja jina la al-alim ni aya 157. Al-alim ndani ya Qur'an pekee yake aya 157. Na miongoni mwa aya hizo au kabla ya hapo, neno hili al-alim au jina hili al-alim pia limebeba sifa miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni sifa ya al-ilmu. Kwa hiyo yeye ni mwenye ilmu, sifa hiyo anayo yeye. Al-alim ni mwenye elimu. Kwa hiyo ni wasifu ambao uko kinyume na al-jahl, na elimu yake ni ilmu iliyokamilika ambayo iko kinyume na elimu ya wanadamu au elimu ya viumbe, kwa sababu elimu ya viumbe ni naqis. Na ndio maana mwanadamu kila siku anaendelea kugundua vitu vingine. Jana ulikuwa hujui kwamba kuna hili, leo umejua. Elimu tena katika vitu vilivyokuzunguka vya kawaida tu, pengine katika nafsi yako tu kuna kitu wewe uko nacho muda mrefu au tangu umezaliwa uko nacho, hujui uhakika wake ni nini. Pengine mpaka umefika miaka 30 ndio unajua, ala, kumbe hiki kazi yake ni hii. Na kuna vingine huvijui na unavyo katika mwili wako wewe mwenyewe, wachilie vya ndani vya dhahiri tu. wa fi anfusikum afala tubsirun. Kwa hiyo mwanadamu elimu yake imetanguliwa na kutokujua, ina upungufu kinyume na elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika elimu ya mwanadamu inapatwa na kutoweka na kusahau na kukosea. Kwa hiyo kuna upungufu ndani yake katika mambo ya dhahir, bali katika hata mambo ya siri ndio zaidi. Lakini ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ilmu iliyokamilika, haikutanguliwa na kutokujua, na wala haitaingiliwa na kusahau, wala haitaondoka. Kwenye elimu ya hakika ya jambo, ya'lamu sirra wa akhfa, anajua lililo siri na iliyokuwa zaidi ya siri, lilojificha zaidi kuliko siri. Bali ya'lamu ma yakun, anajua au ma kan, lililokuwa, wa ma yakun, na linalokuwa sasa na litakalokuwa, walau kana, na lile ambalo halikuwa, walam yakun, wa ma lam yakun, na lile ambalo halikuwa, walau kana kaifa yakunu, lau lingelikuwa lingekuwaje. Anajua Allah subhanahu wa ta'ala. Anajua kwa mfano leo mvua haikunyesha, lakini lau ingenyesha ingekuwaje? Sisi hatujui, tunajua kile tunachokiona tu, na kesho na kesho kutwa na hivyo hivyo na maadhi, wakati uliopita na wakati ujao. Yote hayo yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ilmu yake. Na ilmu, neno al-alim inakusanya mambo manne katika al-ilmu al-ilahi, maratibu 4 muhimu kudhibiti.
Ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala imekusanya maratibu 4, ngazi 4. Ilmu al-ilahi, al-ilmu al-ilahi. Ngazi ya kwanza, al-ula, ilmuhu bishay'i qabla kaunihi, ni kule kujua kwake kitu kabla ya kupatikana kwake. Elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni elimu ya kujua kitu kabla hakija kuwa. Hiyo jambo la kwanza. Wa huwa sirullahi fi khalqi, na hii ndio ile siri ya Allah kabla katika viumbe wake. Hapa niliposema kabla ya kuwa kwake, tunakusudia kabla ya kuumbwa kwake hicho kitu, kabla kauni, kabla ya kuumbwa kwake. Na hii ndio ile siri ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyopo kwa viumbe wake. Jambo hilo hakuna yoyote anayelijua ila yeye. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, hakuna malaika mwenye kuwekwa karibu, sio Jibril wala Mikail wala Israfil wala yoyote katika malaika, wala hakuna nabii yoyote, laysa min ar-rusul wala min al-anbiya wala min ulil azm. Hakuna yoyote katika wao anayejua ilmu hiyo, si katika mitume mursalun na wala wengineo wala ulul azm min ar-rusul, hakuna anayejua ilmu hiyo, iko kwake subhanahu. Martaba ya pili ya ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ilmuhu bishay'i wa huwa fi al-lawh al-mahfuz, ni ile elimu yake ya kukijua kitu na hali ya kuwa hicho kitu bado kiko katika lawhi al-mahfuz, kimeandikwa, hakijaingia katika utekelezwaji, bado kiko kwenye maandishi. Anajua fulani kaandikwa hivi, fulani litampata hili, fulani atakufa wakati gani, fulani atazaliwa wakati gani, fulani ataumwa wakati gani, ataumwa na nini na atapona lini, atakula nini, atakunywa nini, nani atafukarika, nani atatajirika, nani atapata ukubwa, nani ataukosa, nani atadhalilika. Basi yote anayajua Allah subhanahu wa ta'ala. طيب, kwa hiyo ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala martaba ya pili ni hiyo, ni ilmu ya kujua kitu na hali ya kuwa kimeandikwa katika lawhi al-mahfuz, baada ya kuwa kimeandikwa lakini kabla ya kutekelezwa kwake na kupitishwa amri yake. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amejua, kisha baada ya hapo akaiambia kalamu iandike. Kataba Allahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sana wa 'arshuhu 'ala al-ma'i, rawahu Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala aliandika makadirio ya viumbe kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa miaka 50,000. Yani kabla mbingu haijaumbwa wala ardhi, nyuma miaka 50,000 aliandika Allah subhanahu wa ta'ala, na hali ya kuwa wakati huo arshi yake iko juu ya maji, wa arshuhu ala alma. Kwa hiyo alishaandika. Sasa elimu yake yale yaliyoandikwa, mambo yote yanayohusu mwanadamu na viumbe vyote, kila kitu jumlatan wa tafsila, kila kinachomhusu mwanadamu fi kitabu, kiko katika maandishi haya. Kwa yote anayajua Allah subhanahu wa ta'ala. Utasema nini, utakuwaje, utazungumza wewe herufi ngapi, utapumua mara ngapi, utapepesa macho mara ngapi, kila kitu kimeandikwa na kiko katika elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa elimu yake ni pana sana. Tutaona hilo katika maandishi katika kitabu hiki. Jambo la tatu ni ilmu bishay hala kaunihi wa tanfidhi, ni kule kukijua kwake kitu katika ile hali ya kutekelezwa kwake na kupita kwake, wa wakati khalqihi wa sun'ihi, na wakati wa kuumbwa kwake na kutengenezwa kwake. Ni ilmuhu bishay'i hala kaunihi wa tanfidhihi, ni kule kukijua kwake kitu katika ile hali ya kuwa kwake, kuumbwa kwake na kupitishwa kwake. Na jambo la nne,
elimu ya nne ni ilmuhu bishai baada kauni, kujua kwake kitu baada ya kuumbwa kwake, kishaumbwa kishakuwa, wa takhliqihi wa ihatatihi bilfi'li baada kasbihi, na kuyazungukia kwake matendo baada ya kuchumwa kwake. Yote haya utakuta yamekusanywa, maratibu hizo nne zimekusanywa katika aya moja ambayo tutaisoma iliyomo katika suratul An'am aya 59. Lakini hizi maratibu ziko nne za ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, watakiwa usikubali na uziamini, la sivyo utaingia katika kundi la watu waovu wa bid'a al-qadariyya. Yani ni ilmuhu bishai baada kaunihi wa takhliqihi. Sasa hapa katika kuthibitisha kwamba ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ilmu ambayo haipapi na kusahau. Elimu ya Allah haiingiliwi na kusahau. Anasema katika sura Taha, shaka ameanza katikati aya, lakini aya 51 na 52, 51, qala fama balu alquruni alula, akauliza Firaun, ni nini hali za umma za mwanzo. Anamuuliza Musa baada ya kuwa mfikishwa ujumbe wewe sasa atakulia, kuna kaumu zilitangulia, watu wa Thamudi, kuna Adi na Thamudi na kina nani na kina nani, vipi hao? Fama balu alquruni alula, ungeuliza wewe kwanza nafsi yako, ukajiulizia hatima yako, au ulizia watu waliotangulia. Allah subhanahu wa ta'ala asema akasema Musa, ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wala yansa. Mahali shahid, akasema Musa akasema kumjibu Firauna, ilmuha inda rabbi, elimu yao iko kwa Mola wangu, fi kitab, kwenye maandishi au katika maandishi, katika lauhi mahfudh. Elimu na ujuzi juu ya watu hao imeandikwa katika lauhi mahfudh. Yeye Allah ndiye anayejua, mimi sijui. Ilmuha inda rabbi fi kitab, elimu yao, yani ujuzi wa habari zao, ndio maana yake. Elimu yao iko kwa Mola wangu katika maandishi, katika kitabu. La yadhillu rabbi wala yansa, hakosei Mola wangu wala hasahau. La yadhillu rabbi wala yansa, hakosei Mola wangu wala hasahau. Al-ilmu al-wasi'u al-muhitu bikulli shay'in jumlatan wa tafsila, elimu iliyopana yenye kuzungukia kila kitu. Al-ilmu al-wasi', elimu iliyopana, al-muhitu, yenye kukizunguka, bikulli shay'in, kila kitu, jumlatan wa tafsila, kwa ujumla na kwa upambanuzi. Kwa ujumla na kwa upambanuzi. Unaweza kukijua kitu kwa ujumla, huyu ni fulani, umemjua tu kwa ujumla, huyu ni fulani bin fulani, lakini tafasili zake na undani wake na kila kitu chake pengine usijue. Huyu fulani bin fulani nimemuona mahali fulani, huyu ni mwanafunzi, lakini hujui amezaliwa mwaka gani, tarehe ngapi, mwezi wangapi, mahali gani, wamezaliwa wangapi, baba yake nani, mama yake ni nani, wakina nani wajomba zake, nani mashangazi zake. Hii ni tafasili ya juu, pengine wewe hujui. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala elimu yake ni jumlatan wa tafsila, anamjua huyu mtu kwa kila chake alichonacho, pumzi zake, hatua zake, idadi ya vyakula anavyokula na atakavyokula, kuzaliwa kwake na kufa kwake, kila kitu chake. Ndio maana jumlatan wa tafsila. Sawa ma yataallaqu bi af'alihi, wanasema ni mamoja yale yanayofungamana na vitendo vyake, vitendo tutakavyotenda, au af'ali khalqihi, au sawa ma yataallaqu bi af'alihi, ni mamoja yale yanayofungamana na vitendo vyake Allah, au af'ali khalqihi, au vitendo vya viumbe wake. Ni mamoja, ni katika upande huu au upande vyote anavijua Allah subhanahu wa ta'ala jumlatan wa tafsila. Vitendo vyake Allah ni kama kuumba,
kuhuisha, kufisha, kuruzuku na mingineyo. Hivi ni vitendo anavifanya Allah subhanahu wa ta'ala, au af'ali khalqihi, au vitendo vya viumbe wake, waja wake, yale wanayotenda wanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala anayajua jumlatan wa tafsila. Qala Allah ta'ala, ile aya ambayo imekusanya mambo haya manne. Sasa hii amesema Allah aliyakuwa ametukuka, wa indahu mafatihul ghaibi, wa indahu mafatihul ghaibi, na ziko kwake funguo za ghaibu. Ziko kwake Allah subhanahu wa ta'ala funguo za ghaibu, la ya'lamuha illa hu, hazijui funguo hizo ila yeye. Yani yale mambo ya siri ya ghaib hakuna anayejua ila yeye subhanahu wa ta'ala. Kisha anasema wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, na anayajua Allah subhanahu wa ta'ala yaliyoko baharini na nchi kavu, au nchi kavu na baharini. Fil barri wal bahri, nchi kavu na baharini, yaliyoko mwituni, majangwani huko, kwenye mabonde, kwenye milima, kwenye mapango huko, anayajua yaliyoko katika bahari. Albarri hapa ni kinyume cha bahari, albar ni kinyume cha bahari. Kwa hiyo yaliyoko katika bahari, kwenye nchi kavu, mahali ambapo hakuna maji, yale yote yaliyoko hapo anayajua Allah subhanahu wa ta'ala. Bara ya aina yoyote, iwe ni mwituni, iwe ni jangwani, iwe ni katika mabonde huko na milima, yote Allah subhanahu wa ta'ala anajua. Wal bahri, ya'lam ma fil barri wal bahri, na yaliyopo katika bahari, ndani ya bahari, katika maji mengi huko, Allah subhanahu wa ta'ala anajua, yote anayajua. Kisha anasema wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, na halianguki jani lolote, min waraqatin, ameingiza min pale litawaghul fi tankir, kwa maana jani la aina yoyote, kubwa na dogo, kubwa au dogo, min ashjariha. Wama tasqutu min waraqatin, na halianguki jani lolote, illa ya'lamuha, isipokuwa analijua. Yani kwa maana jani limekatika tap, limeanguka tap la mti fulani huko katika msitu mkubwa huko, kwenye msitu wa Kongo huko, au misitu ya Amazon huko, au mapori fulani, yote kwa majani yanapokutika yanaanguka katika wakati wa kharifu au wakati wa rabii, kipindi chochote kile, majani mangapi yanaanguka, anajua hili mti huu sasa, hili ni jani la 200 linaanguka, au hili ndio jani la kwanza, hili la pili, la tatu, na yataanguka mangapi anajua, kwa wakati gani, na litatua wapi. Yote hayo katika ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwa lazima vitu vingine mtu vijue, vyote hivi ni viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala, na elimu yake vitu hivyo iko kwake subhanahu wa ta'ala. Wala habatin, wala hakuna punje yoyote, fi dhulumati al-ardhi, iliyo katika viza vya ardhi, kwenye giza la ardhi. Fi dhulumati al-ardhi, ameleta majmua kwa jamu, alafu habba akaleta kwa nakira fi siyaq an-nafi al-muakkad bimin. Kwa hiyo fayashmalu madha, fayashmalu as-saghira wal-kabira, punje, mbegu au punje ndogo au kubwa iliyozikwa ardhini. fi qa'i al-bahri fi laylati dhati al-matar wa fiha qatarun ay atriba mujtami'a wa ghaymun kathif. 6 dhulumat, viza vya aina 6, kwa maana punje imezikwa katika bahari huko, tena katika usiku wenye giza, kuna vumbi, juu kumetanda vumbi, imekusanyika hapo, kwa maana tabaka alati ghattataha fil ardhi, ile tabaka ambayo limefunika hiyo mbegu katika ardhi. Alafu al-bahr, maji yenyewe pia, al-lailu, usiku, as-sahab,
kadhalika sahab, mawingu, al-matar, mvua imefunika kila kitu, lakini punje iko huko itamea. Allah subhanahu wa ta'ala anajua. Anasema wala habatin fi dhulumatil ard, wala pia hakuna punje katika viza vya ardhi, wala ratibin, wala hakuna kitu kioevu, kitu cha majimaji ratib, wala ratbin, wala kitu kioevu, wala yabis, wala kitu kikavu, illa fi kitabin mubin, isipokuwa kipo katika kitabu chenye kubainisha. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala katika nunia yake anasema wa huwa al-alim ahata ilman billadhi fi al-kawn min sirrin wa min i'lani wa bikulli shay'in ilmuhu subhanahu fahuwa al-muhit wa laysa dha nisyani. Wa huwa al-alim, na yeye ndiye al-alim aliyemjuzi, ahata ilman billadhi, amekizungukia kwa ilmu kile ambacho fil kauni, kiko katika ulimwengu, min sirrin wa min i'lani, cha siri na kilichokuwa cha dhahir. Wa bikulli shay'in ilmuhu subhanahu, na elimu yake Allah iko kwenye kila kitu. Fahuwa almuhit wa laysa dha nisyani, yeye ndiye mwenye kuyazungukia mambo kwa ilmu na hakuwa ni mwenye kusahau. Lakini pia vile vile amesema tena katika nunia rahimahullah, wa kadhaka ya'lamu ma yakunu ghada wama qad kana wal mawjud fi dhal an. Anasema rahimahullah ta'ala wa kadha ya'lamu, na kama hivyo vile vile au vile vile Allah anayajua ma yakunu ghada, yatakayopatikana kesho, yatakayokuwa kesho, wama qad kana, na yale ambayo yalishakuwa, wal mawjud fi dhal an, na lile lilikuwepo hivi sasa. Wakadhaka amrun lam yakun law kana kayfa yakunu dhaka al-amru dha imkani, kadhalika jambo ambalo halikuwa, lau lingekuwa basi lingekuwaje, hilo jambo hilo lingekuwa vipi, analijua Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadha ya'lamu ma yakunu ghada wama qad kana wal mawjudu dhal an, wakadhaka amrun lam yakun law kana kayfa yakunu dhaka al-amru dha imkani. Ndio akasema ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wala yansa. Tayib, kisha akasema baada ya kutaja aya hiyo kama ushahidi juu ya hizi maratibu nne tulizozitaja hapa, akasema rahimahullahu ta'ala, pia akaitaja aya nyingine naam katika sura Hud aliposema Allah subhanahu wama min dabbatin fil ard illa ala Allah rizquha, hakuna chochote chenye kutambaa juu ya ardhi isipokuwa kuna kwa Allah riziki yake. Kiumbe chochote ambacho kiko katika ardhi kinatambaa, kwa maana kinatembea juu ya tumbo au kinatembea kwa miguu miwili au kinatembea kwa miguu minne, maadamu kiko katika ardhi, kinatambaa katika ardhi, basi riziki yake yuko nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Istosha wa ya'lamu mustaqarraha, Allah subhanahu wa ta'ala anapajua mahali pa kutulizana kwake, yani siku ya kiyama. Ya'lamu mustaqarraha, anajua mahali pa kutulizana kwake, kwamba nafsi hii au kitu hiki kitakwenda katika aljanna au katika an-nar. Nasallallahu aljanna wa na'udhu bihi minan nar. Lakini Allah ya'lamu mustaqarraha, anajua mahali pa kutulizana kwake, yani mwisho wake kitakwenda kugota wapi, kwa sababu katika siku ya kiyama ni kwamba watu watagawanyika. Siku ya kiyama watakuwa katika makundi, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Kundi moja litakuwa katika janna na kundi jingine litakuwa katika moto. Nasallallahu aljanna wa na'udhu bihi minan nar. Lakini hiyo ndio hali halisi. Kwa hiyo ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, na pia Allah subhanahu wa ta'ala anajua mahali pa kuwekwa amani kwake, kuwekwa mahali pa kuwekwa amana kwake. Almustawda' ni pale ambapo wewe waweka amana yako, mimi hii amana naiweka hapa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anajua huyu mwanadamu mahali pake pa duniani pia anapajua.
kwa sababu mwanadamu hapa ulimwenguni ni wadia, ni mali iliyotunzwa, imewekwa tu, umepewa kama ni roho yako, umepewa kama dhamana. Uhai ni dhamana, kwamba hebu kaa nao ishikie kitu hiki, ndio ile wadia. Bwana, simu yangu hii, hebu nishikie. Sasa nikija nipe simu yangu, utaanza kulia tena, mbona sinachukua kitu changu? Kwa hiyo mali, al-ahlu, al-hayatu, yani katika huu ulimwengu vyote hivi ni wadai, ni amana tu imetunzwa kwetu, na hakuna budi isipokuwa kuna siku itachukuliwa amana uliyopewa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, anajua mahali pa kutulizana kwake na mahali pa kuwekwa kwake amana pia anapajua. Yani daba yoyote katika huu ulimwengu anajua Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi hii atakwenda wapi mpaka wapi na ataishia wapi. Utatembea, utakwenda hapa, utakwenda hapa, utapita hapa mpaka utafika katika al-masra' al-akhir, mahali pako pa kuanguka. Kwenye kitanda chako utakachokufia, kama utakufa kitandani, kwenye ardhi utakayofia, utakwenda, utagota, utakufa hapa na utazikwa hapa. Na akhira huko anajua kwamba matulizo yako mwisho wako ni hapa. Umeelewa? Kwa hiyo elimu yake imekuwa ni shamil, ambayo ni wasi' almuhitu bikulli shay'in. Ndio maana akasema maneno haya subhana, wama min dabbatin fil ard illa ala Allahi rizquha, hapana, hakuna chochote chenye kutambaa katika ardhi isipokuwa riziki yake iko kwa Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, na anapajua mahali pa kutulizana kwake na mahali pa kuwekwa kwake amana. Kullun fi kitabin mubin, yote hayo katika kitabu chenye kubainisha, yani yote yameandikwa katika lauhil mahfuz. Katika suratu at-Taghabun Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya'lamu ma fi as-samawati wal ard, Allah subhanahu wa ta'ala anayajua yaliyoko katika mbingu au yaliyoko mbinguni na ardhini. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, na anayajua mnayoyafanya kwa siri na yale mnayoyafanya kwa dhahir. Wallahu alimun bidhati sudur, na Allah ni mjuzi kwa yale yaliyomo katika vifua. Katika suratu Ar-Ra'd kuna maneno kama hayo ya kuonyesha ilmu ya Allah. Anasema Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha, na Allah subhanahu wa ta'ala anakijua, Allah subhanahu wa ta'ala anakijua alichokibeba kila mwanamke, kuwa ni kike au kiume. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wama taghidhu al-arham wama tazdad wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar, 'alimul ghaibi wash-shahadati al-kabirul muta'al. Allahu akbar. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha, Allah subhanahu wa ta'ala anakijua alichokibeba kila mwanamke. Mwanamke anaposhika mimba anakijua kwamba hiki ni kike au kiume. Kwanza kitakuwa, kwa maana mimba itatunga, itaendelea au haitaendelea, anajua. Na pia kitakuwa ni kike au kiume, kikizaliwa kitakuwaje, na hata kama hakikuzaliwa hakitazaliwa anajua, na lau kingezaliwa kingekuwaje pia anajua. Wama taghidhu al-arham wama tazdad, na kile kinachopunguza mifuko ya uzazi na kinachozidisha pia vile vile anajua Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar, na kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala kwake yeye kiko katika kipimo maalum. Kila kitu amekiweka katika vipimo maalum, kwamba jua hili limwilike kwa kiwango hiki mahali hapa kwa sababu ya kitu hiki, hapa jua ndio kwa kiwango hiki na hapa kwa kiwango hiki. Katika hii ardhi linapomwilika hapa sivyo linavyomwilika hapa, kila kitu katika miqdar. Mvua hii imwagike kwa kiwango fulani katika sehemu hii na hii kwa kiwango hiki. Ardhi hii itakuwa itabeba maji kwa kiasi fulani. Wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar, alimul ghaibi wash-shahada, mjuzi wa yaliyofichikana ya ghaibu, yani tusiyoyaona.
washahada na yale yaliyo dhahir alimul ghaibi washahadati alkabir aliyemkubwa almutaal aliyejuu ya viumbe wote alkabiru almutaal aliyemkubwa aliyejuu ya viumbe wote subhanahu wa ta'ala سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار الله أكبر وهي ni ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala na imeelezewa katika aya mbalimbali katika 7 anasema ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha 7 aya pili anavijua Allah subhanahu anakijua Allah kile ambacho kinaingia ardhini na kile kinachotoka ardhini kwamba leo kimeingia kitu fulani kipya katika ardhi na leo kimetoka kitu fulani katika ardhi ana chochote kile wawe ni wanadamu au ni viumbe vyote hiki kimeingia na hiki kimetoka ya'lam ma yaliju fil ardh wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa na anajua kile kinachoshuka kutoka juu wa ma ya'rudu fiha na kile kinachopanda kwenda huko juu wa huwa arrahimul ghafur subhanahu wa ta'ala